Wakati Marekani ikiwa imezama kwenye vita vizito dhidi ya Iran, tetemeko lingine kubwa limeibuka ama limetokea ndani ya kuta za Pentagon. Katika kile kinachoonekana kama jaribio la kuzuia mapinduzi ya kifikra au kiutendaji, waziri wa ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth, amewafuta kazi ama amewafukuza kazi makamanda wa juu kabisa wa majeshi ya Marekani, akiwemo mkuu wa majeshi ya ardhini, yani Army Chief of Staff, Generali Randy George, huku kukiwa na ripoti za ndege za kivita za Marekani kuanguka na Irani kufunga njia ya mahitaji. Swali kubwa ni je, Donald Trump anasafisha jeshi ili kuweka watu wa ndio mzee, au kuna jaribio la siri la kijeshi lililokuwa linasukwa ama linasuka mpango dhidi ya mapinduzi juu yake? Karibuni tena kwenye uchambuzi huu mwingine ama kwenye habari hii ya kiuchambuzi, ambapo tutakwenda kuchambua masuala kadha wa kadha, lakini kubwa zaidi ni kwamba kunayo hatihati kubwa kabisa ambayo imetokea Marekani na kuwa chanzo cha kuwatimua ama kuwafukuza kazi makamanda wa ngazi za juu kabisa wa majeshi ya Marekani, ambapo inaelezwa kwamba Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani yupo kwenye hatihati za kupinduliwa ama kuondolewa madarakani kwa kutumia nguvu ya kijeshi. Sasa tutakwenda kutazama mambo mengi sana, lakini kubwa tutaangazia kwa upande huo na kwa nini serikali ya Donald Trump imechukua maamuzi magumu ya kuwafuta kazi ama kuwaondoa wakuu wa majeshi tena wa ngazi za juu kabisa. Siku ya Alhamis imekuwa ya giza kwa uongozi wa juu kabisa wa majeshi ya Marekani. Waziri wa ulinzi Pete Hegseth alimwamuru Jenerali Randy George kustaafu mara moja. George ambaye ni askari wa taaluma aliyepitia West Point amekuwa kwenye nafasi hiyo tangu Septemba mwaka 2023, lakini mambo yameenda kwa kasi ya ajabu sana. Jenerali huyo alipata taarifa za kufutwa kazi kwa njia ya simu akiwa katikati ya kikao cha kikazi. Pamoja naye majenerali wengine wawili wameondolewa, ambaye ni mkuu wa mapadri wa jeshi anayefahamika kwa jina la William Green Jr. na kamanda wa mafunzo David Hodin. Hii si hatua ya kawaida wakati taifa lipo vitani. Wachambuzi wanasema hatua hii imewaacha viongozi wengi wa Pentagon wakiwa na bumbuazi, wakihofia kuwa mnyororo wa amri, yani chain of command, unavurugwa wakati ambapo utulivu unahitajika zaidi kuliko wakati wowote. Ni kwa nini Jenerali George ameondolewa sasa? Kuna hoja mbili za kiuchambuzi. Kwanza, uhusiano wa utawala wa Biden. George aliwahi kuhudumu kama msaidizi mkuu wa kijeshi wa Lloyd Austin wakati wa utawala wa Joe Biden. Kwa waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth na kundi la Donald Trump, ukaribu huu unatazamwa kama alama ya kutokuwa mwaminifu kwa sera za America First, yani sera za Donald Trump. Lakini pili ni mpasuko wa kistratejia, yani siku moja kabla Rais Donald Trump alitangaza kuongeza mashambulizi dhidi ya Iran, huku akiahidi kuwa vita vitaisha ndani ya wiki 2 hadi 3. Inasemekana majenerali hawa walikuwa na mashaka na uwezekano wa kumaliza vita hivyo haraka, jambo ambalo limeonekana kama mchezo wa kukwamisha azma ya rais. Nafasi ya George inatarajiwa kuchukuliwa na Jenerali Chris Lanev ni kipenzi cha Donald Trump tangu siku ya kuapishwa kwake, ambapo alipiga simu kutoka Korea Kusini na kumpongeza rais kwa kusema "Welcome back Mr. President." Trump alimwelezea Lanev kwa msemo wa central casting, akimaanisha ana muonekano na haiba ya kiongozi wa kijeshi anayemtaka. Kwa kumweka Lanev, Donald Trump anahakikisha kuwa jeshi la ardhini la Marekani
linaongozwa na mtu ambaye hana mashaka na maelekezo ya White House, tofauti na George ambaye alionekana kama sehemu ya deep state. Wakati Pentagoni ikisafishwa, hali kule Mashariki ya Kati ni mbaya sana. Leo pekee matukio kadhaa ya kutisha yameripotiwa. Tukio la kwanza ni ndege ya kivita aina ya F-15 imetunguliwa. Mwanachama mmoja wa wafanyakazi ameokolewa, lakini mwingine hajulikani alipo. Lakini tukio la pili ni helikopta mbili za uokoaji HH-60W. Tukio la pili ni helikopta mbili za uokoaji HH-60W Jolly Green namba 2 zimeshambuliwa na Iran na kusababisha majeruhi. Tukio namba 3 ni ndege ya shambulizi aina ya A-10 Warthog imeanguka katika ghuba ya Uajemi baada ya kutekeleza shambulio. Lakini tukio la mwisho la 4 katika siku hii ya leo ni ndege ya F-16 na KC-135 zimetangaza hali ya hatari, yani emergency, juu ya anga la Iraq na Israel. Hii inaonyesha kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa Iran umezidi kuimarika ama kuwa imara, jambo ambalo linaweka shinikizo kubwa kwa makamanda wapya wa Marekani watakaochukua nafasi ya wale waliofutwa kazi. Iran imetoa tangazo zito leo. Haitaruhusu tena mahitaji yoyote kupita katika mlango wa bahari wa Strait of Hormuz kwenda kwenye vituo vya kijeshi vya Marekani, yani US bases. Hii ni hatua ya hatari inayolenga kukata mishipa ya damu ya jeshi la Marekani kanda hiyo. Aidha, ripoti kutoka Wall Street Journal zinafichua kuwa shambulio la drone la Iran kwenye ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia mwezi uliopita lilileta uharibifu mkubwa zaidi kuliko ulivyotajwa hapo awali. Hii inaashiria kuwa Iran ina uwezo wa kupiga malengo ya kidiplomasia ya Marekani hata nje ya mipaka yake. Katikati ya baruti hizi, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa ujumbe wa Pasaka kwa Wamarekani. Amesema kuwa kwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa dini inakuwa nchini Marekani. Namnukuu, Pasaka hii mamilioni ya Wakristo duniani kote watakumbushwa kuwa kwa sababu ya kile Yesu alichofanya msalabani, sote tunaweza kuishi kwa tumaini, tukijua kuwa mwishowe uovu hautashinda, amesema Donald Trump. Huu ni mkakati wa kisaikolojia wa kutumia imani kuwaunganisha raia wakati wa vita, akiashiria kuwa vita dhidi ya Iran ni mapambano kati ya wema na uovu. Wakati tunamalizia habari yetu hii ya kiuchambuzi, jinsi ambavyo tumetazama na kuangazia mambo yanavyokwenda nchini Marekani, lakini pia huko Mashariki ya Kati na hatihati ama tetesi za Donald Trump kupinduliwa, tumalize kwa kuiweka habari hii kama ifuatavyo. Marekani ipo katika wakati mgumu zaidi wa kijeshi na kisiasa. Kwa upande mmoja inakabiliwa na adui imara anayetungua ndege na kufunga njia za usafirishaji, tena njia muhimu kabisa duniani. Kwa upande mwingine kuna vita vya ndani vya kusafisha majenerali wanaodhaniwa kuwa wasaliti au wasioendana na kasi ya Donald Trump. Kuondolewa kwa Jenerali Randy George na wengine kunaleta nidhamu mpya jeshini au kutazua hofu itakayopelekea jaribio halisi la mapinduzi ya kijeshi? Na Chris Laniv atakuwa dawa ya wiki 2 ambayo Donald Trump ameahidi kwa Wamarekani kumaliza vita vya Iran? Tutazidi kufuatilia kwa karibu kila hatua, huku tukiwaombea marubani na askari walio mstari wa mbele. Tutakuwa hapa katika kuhakikisha kwamba tunakujuza mambo yote 24/7 ama masaa 24 kwa siku 7 za wiki, ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kiunagaubaga mambo yote yanayokuwa yakijiri katika pande zote za dunia, hasa
sakata la hati ya mapinduzi huko Marekani, lakini pia yanayoendelea Marekani, lakini pia yanayoendelea kwa kina kabisa huko Mashariki ya Kati. Hakikisha kwamba unakuwa karibu nasi. Hakikisha kwamba una subscribe kama ulikuwa bado hauja subscribe, na unatufuata kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok pamoja na mitandao mingine kwa jina moja tu la Habari Kiganjani.